Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa The Final Warning TV, wale ambao umeendelea kutufuatilia kupitia masomo mbalimbali ambayo tumeendelea kuyatoa kupitia media hii, na leo ni siku nyingine ambayo kwa namna ya pekee sana Bwana ametupatia nafasi ya kuendelea kujifunza kweli za neno lake katika nyakati hizi za mwisho, katika dakika hizi za mwisho kabisa tunapoelekea kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Na leo tutakuwa na mwendelezo wa somo ambalo tumelianza lililopita la wito wa mwisho wa kujikana nafsi kurejea kwa mfalme Konstantino. Na leo tutaendelea na mwendelezo wetu. Basi kabla hatujaanza kujifunza, nikukaribishe wewe ambaye unanitazama, lakini na wewe ambaye unanisikiliza pale ulipo, tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, asante kwa namna ambavyo umeendelea kutujalia wema na upendo wako kwetu. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kutufunulia kweli zako na kutupatia fursa kwa ajili yetu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapatanisha maisha yetu na kielelezo cha mbinguni ambacho ni Yesu Kristo. Na leo kwa namna ya pekee tunakusii wewe ambaye ni muumbaji wetu, Roho wako mtakatifu, Roho wako mwema, akafungue akili zetu tuweze kuelewa na kusikia sauti yako. Kile ambacho umetamani kuzungumza nasi leo tunakusii kikatubariki na kutuvuta tena karibu na wewe. Kikaendelee kutuamsha na kutuandaa kwa ajili ya kile kinachoujia ulimwengu, na kuhakikisha kwamba tunajiweka tayari kukutana na Bwana wetu. Ni tumaini letu utakuwa nasi tangu mwanzo hata tutakapoishia kipindi hiki, lakini hata na masomo mengine ambayo yatakuja katika mfululizo wa masomo haya. Ni kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Katika sehemu yetu ya pili ya wito wa mwisho wa kujikana nafsi kurejea kwa mfalme Konstantino. Katika sehemu ya kwanza tuliona katika kipindi kile cha siku za Nuhu. Na tuliona ni namna gani watu wa kipindi kile waliitwa kwa kujikana nafsi katika kipindi cha mwisho kabisa walipokuwa wakielekea mwisho wa rehema yao kabla ya gharika. Lakini leo tutaenda kuangalia kipindi kingine tunapoitwa kwa ajili ya wito huu wa mwisho wa kujikana nafsi katika nyakati hizi za kurejea kwa mfalme Konstantino. Na wewe ambaye tulifuatilia, tulikuwa pamoja katika sehemu ya kwanza, tuliona ni kwa nini tumesema kurejea kwa mfalme Konstantino. Lakini tuliona ni Konstantino alipokuja katika miaka ile ya 319 kuelekea 321, ni kitu gani alikifanya katika ulimwengu wa Kikristo. Na nadhani uliona vizuri, alipitisha sheria ya kuabudu ya lazima, sheria ya Jumapili ama tunasema Sunday law. Lakini kingine ambacho kilifungamana na sheria hiyo ni mateso kwa watu wa Mungu. Lakini katika nyakati hizi ambapo mfalme huyu atarejea tena, tutaenda kuona ni kitu gani watu wa Mungu tunaitwa kukifanya katika wakati huu. Katika kitabu kile cha Luka sura ya 17. Luka sura ya 17 na mstari ule wa 28. Luka 17 mstari wa 28, neno la Bwana linasema, na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Fungu la 30. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Yesu anatupeleka katika kipindi kingine cha historia ya ulimwengu huu. Tangu kipindi kile mwanadamu alipoumbwa, tunaambiwa kama ilivyokuwa siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa siku zile atakavyofunuliwa mwana wa Adamu. Kwa hiyo leo tutaenda kutembea kuona katika kipindi cha nyakati za Lutu. Na somo la leo tutaenda kuona kwamba ulimwengu wa Sodoma
kuwa dalili ya kurejea kwa Kristo. Na leo tutaona ni namna gani Kristo amekaribia kuja. Lakini tutaangalia kipindi hiki cha Lutu kwa namna ya pekee kabisa, kulikuwa na nini. Na nini ambacho waliitwa kwa ajili ya wito wao wa mwisho wa wakati ule. Lakini ni namna gani pia Mungu anatuita sisi leo kwa ajili ya wito wetu wa mwisho wa kujikana nafsi. Na tutaona ni namna gani pia mfalme huyu Konstantino anaporejea, ni namna gani atafanya kuhakikisha kwamba ulimwengu unaenda katika maangamizi yake ya mwisho. Katika kitabu kile ama chapisho linaloitwa Review and Herald, katika chapisho ambalo linaitwa Review and Herald, kwa wewe ambaye unaandika unaweza ukaandika RH Review and Herald March 8 1870. Review and Herald March 8 1870, paragrafu ya pili. Anasema previous to the destruction of all world by the flood, kabla ya kuangamizwa kwa ulimwengu wa kale na gharika, its inhabitants were lacking in corruption. Wakazi wake walikuwa wamejawa na ufisadi. Kabla ya kuangamizwa kwa ulimwengu wa kale na gharika, wakazi wake walikuwa wamejawa na ufisadi. Sin and crime of every description prevailed. Dhambi na uovu wa kila aina ulifunuliwa. Dhambi na kila aina ya uovu ulienea katika kipindi cha ulimwengu wa kale kabla ya kuangamizwa. Anasema the state of the world now is fast reaching the point when God will say to it as he did anciently. Anasema ulimwengu katika hali yake leo unaenda kwa kasi kufikia katika kiwango ambacho Mungu atasema kama alivyosema zamani. Alisemaje? Utasoma katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 2 na 3. Ulimwengu ulipofikia hatua fulani, Mungu alisema my spirit shall not always strive with man. Roho yangu haitasumbuka na mwanadamu kamwe. Akaongezea kusema kwa kuwa naye pia ni nyama, hivyo siku zake zitakuwa miaka 120. Hiyo tuliona katika sehemu ya kwanza. One of the grievous sins existing in this degenerate age of corruption is adultery. Anasema moja ya dhambi ambayo inaenea katika ulimwengu huu wa sasa ni uzinzi na ufisadi. Moja ya dhambi ambayo imeenea katika ulimwengu wa sasa ni uzinzi na uasherati. Sikia, anasema this shameful sin is practiced to an alarming extent. Anasema dhambi hii ya aibu inatendwa katika kiwango cha kutisha. Dhambi gani? Ya uasherati. Wenda tutaenda kwa kina kuonesha namna gani uasherati huu unafanyika kuhusiana na kimwili lakini na kiroho. Anasema the Sabbath and the marriage institution were ordained of God in Eden to be preserved sacred and holy. Anasema taasisi ya ndoa na sabato ilianzishwa na Mungu katika Edeni ili kutunzwa kama safi na takatifu. Taasisi mbili hizo zizingatie, ndoa pamoja na sabato. Mwanzilishi wake ni Mungu na alianzisha pale Eden. Na hizi taasisi ni twin institutions, ni taasisi mapacha. Haiwezi ikaharibiwa moja isiharibiwe nyingine. Kwa hiyo hizi taasisi mbili zinakwenda pamoja, inseparably, hazitenganishiki. Yaani kuiondoa moja ni kuiondoa nyingine, kuivunja moja ni hatua ya kwenda kuivunja nyingine. Na leo tutaenda kuona ni namna gani Konstantino anavyorejea, nini anakifanya, lakini ulimwengu unapelekwa katika hatua ya kutokuelewa ni kwa namna gani shetani anaingia kiujanja kuenda kuvunja taasisi hizi ambazo ni mwanzilishi wake ni Mungu mwenyewe. Anasema both of these institutions of divine appointment have been disregarded and set at naught by men and women. Anasema taasisi hizi zote mbili ambazo zimechaguliwa na mbingu zimekuwa zikidharauliwa na wanaume na wanawake.
Taasisi ngapi? 2. Sabato pamoja na ndoa. Whose hearts are full set in them to do evil. Wanaume na wanawake ambao mioyo yao imejawa katika kutenda uovu. Kwa hiyo kupitia taasisi hizi 2 tutaenda kuona ni kwa nini Yesu alizungumza kuhusiana na kipindi cha Lutu. Lakini tuliona mwanzoni alizungumza katika kipindi cha Nuhu kabla ya gharika, siku zile ilivyokuwa kabla ya gharika. Tulisoma katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 37 mpaka 39, kipindi cha Nuhu. Lakini leo tunaambiwa katika kipindi cha Lutu. Ndivyo itakavyokuwa siku ile atakavyofunuliwa mwana wa Adamu. Nini kilikuwepo katika kipindi cha Nuhu, cha Lutu? Leo tutaenda kuona, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Lakini katika chapisho lingine ambalo ni manuscript release au letter to manuscript 8 LT. Kwa hiyo ambayo unaandika, unaweza kaandika 8 LT MS. Manuscript 106 1893 paragraph ya 5. Manuscript 106 1893 paragraph ya 5. Sikia. Anasema Jesus looking down upon the day in which we live. Yesu akitazama katika siku ambazo tunaishi. Foretold that the time will be perilous. Alitabiri kwamba nyakati zitakuwa ni za hatari. Yesu akitazama katika kipindi ambacho tunaishi leo, alitabiri nyakati ambazo tutaishi na tunaishi ni za hatari. He compared it to the days of Noah and Lot. Alilinganisha na kizazi cha Nuhu na siku za Nuhu na za Lutu. When the sins of the people brought the waters of the flood upon the antediluvian world, and the fire from heaven on the cities of the plain. Anasema wakati ambapo dhambi za watu zilileta maji ya gharika juu ya ulimwengu ule wa watu wa kabla ya gharika. Antediluvian ni watu walioishi kabla ya gharika. Kwa hiyo dhambi za watu wa kipindi kile zilileta maji ya gharika na kuangamiza. Lakini nini kingine? Anasema na pia zilileta moto kutoka mbinguni na kuiangamiza miji ya tambarare. Sodoma, Gomora, Adima, Sevoim, miji ile mitano ambayo ilikuwa inaitwa miji ya tambarare. Nini kilileta kuangamiza katika kipindi kile? Anasema dhambi za watu zilizotendwa katika nyakati ile. Na huu ni utabiri wa Yesu. Kumbuka anatabiri katika nyakati ambazo tunaishi sisi. Kwanza anasema ni nyakati za hatari, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, lakini kama ilivyokuwa siku za nani? Za Lutu. Anaendelea kusema we see on every end evidence of the truth of his word. Anasema tunaona katika upande ushahidi wa maneno yake. Kila upande unapotazama leo tunaona ushahidi wa kile Yesu alichokizungumza, kwamba kama ilivyokuwa kadhalika kama ilivyokuwa siku za Lutu, watu walikuwa wakila na kunywa, wakijenga na kupanda na kuvuna. Na siku ile Lutu anatoka Sodoma na moto ukanyesha ukawaangamiza wote. Ndivyo itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Weakness prevails in high places and in low. Uovu unaenea katika maeneo makubwa na maeneo madogo. Tunaweza tukasema mijini na vijijini. Uovu unaenea. Ule ambao ulienea katika kipindi cha Lutu, kipindi cha Nuhu. Lakini leo tutaenda specific, tutaenda mahususi kabisa katika kipindi cha Lutu. Anasema and our beautiful cities are fast becoming as corrupt as was Sodom. Na miji yetu mizuri inaenda kwa kasi kuwa kama miji iliyokuwa Sodoma. Leo miji ambayo inaitwa mizuri, sijui miji ya Dar es Salaam, miji ya Los Angeles, miji ya California, miji ya Chicago, miji ya Bangkok, si Beijing, inaenda kwa kasi kuelekea kuwa kama miji ya Sodoma, ambayo leo tunaita ni miji yetu mizuri.
wowote ule mji ambao unaofahamu ni mzuri. Why has sin reached such a pass? Ni kwa nini dhambi imefikia kiwango kikubwa kiasi hicho? Because the law of God has been made void. Kwa sababu sheria ya Mungu imefanywa kuwa tupu. Kwa lugha nyingine, imedharauliwa, imebatilishwa. Sheria ya Mungu imefanywa kuwa ubatili. Ndio maana uovu huu umepanda kwa kiwango cha juu kabisa katika ulimwengu wetu. Anasema because the law of God, tumesoma, its claims have been rightly regarded by religious teachers. Madai yake yamekuwa yakichukuliwa kiurahisi sana na mafundisho ya dini. Kumbe wanaosababisha haya pia wanaenda kwenye viongozi wa dini. Na katika series hizi za wito wa mwisho wa kujikana nafsi nilikwambia tutagusa kila kundi. Kuanzia viongozi wa dini, viongozi wa makanisa, kila sekta tunaojua kabisa shetani anatamani watu kuwateka huko. Kwa neema ya Mungu tutaenda kila kundi kutoa wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Kama ambavyo Mungu amekuwa akiwatuma watumishi wake kwa kila kizazi. Tumeambiwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu ukurasa ule wa 502 aya ya 2. Kwa kila kizazi Mungu ametuma watumishi wake kukemea dhambi pote ulimwenguni na ndani ya kanisa. Lakini kitu cha ajabu, mtumishi wa Mungu anasema lakini watu wanataka waambiwe maneno laini. Ukweli tupu na ulio safi haupendezwi kabisa. Utasoma hiyo nukuu 502 aya ya 2. Anasema the Sabbath has been set aside. The power and love of God are lost sight of. Anasema sabato imewekwa kando. Na viongozi wengi ambao wanadai ni viongozi wa Kikristo, ni makanisa ya Kikristo, lakini hawataki kutembea kama Kristo. Ni wa Kristo lakini hatutaki kutembea kama Kristo. Na anasema ni kwa sababu sabato ya Bwana imewekwa kando, upendo wa Mungu umekosa mwelekeo wake. Na hii ndio sababu kwa nini uovu umepanda kwa kiwango cha juu sana katika nyakati hizi, kiasi kwamba miji yetu na hali yetu ya leo inalinganishwa na kipindi kile cha Sodoma na Gomora, nyakati zile za Lutu. Katika kitabu kile cha Mwanzo, twende msikilizaji, Mwanzo sura ile ya 18. Mwanzo sura ya 18 na mstari wake wa 20. Mwanzo 18 na mstari ule wa 20. Neno la Bwana linasema hivi. Tuanze 16. Kisha watu hao wakaondoka huko wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Hawa ni wajumbe wa Mungu ambao walimtembelea Ibrahimu katika kipindi fulani wakazungumza naye. Unaweza ukaanza kusoma Mwanzo 18 kuanzia fungu la kwanza. Anasema Bwana akanena, "Je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo?" Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahimu ahadi zake. Bwana akanena, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana. Kwa hiyo anamwambia Ibrahimu kwamba kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi. Unajua nani alipeleka hicho kilio? Wakati tunapoishi katika ulimwengu huu, tunajua malaika wanawekwa kando yetu kuchukua taarifa na rekodi ya kila ambacho tunakifanya. Kwa hiyo katika miji ya Sodoma kila siku taarifa zinazopelekwa katika zinazorudishwa mbinguni ni uovu. Hakuna malaika analeta habari za wema. Sasa Mungu anataka ashuhudie huu mji ambao sioni taarifa hata ya wema ni mji wa namna gani. Anasema basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua.
Anataka kujidhihirishia kwamba hivi ni kweli hizi taarifa, lakini sijaribiwi kuwaza kwamba alikuwa waamini malaika zake. Lakini kutaka kuona ni kwa namna gani mji huu ambao unalinganishwa na kipindi chetu. Na nataka niwaambie kikombe cha uovu wa ulimwengu huu kinakaribia kujaa kama ilivyokuwa Sodoma. Na maangamizi yake yanakuja haraka. Lakini Mungu hatafanya maangamizo hayo pasipo kutoa ujumbe wa rehema kwa watu wake. Kama alivyofanya katika kipindi cha Nuhu. Alitoa miaka 120 ambayo mtumishi wake Nuhu angeuonya ulimwengu kwa ajili ya kujiandaa. Na maandalizi hayo walipaswa yafungamane na kuingia na kujenga na kuingia ndani ya safina. Maana huenda angeshiriki kujenga, na nadhani huenda wapo walioshiriki hawakuingia. Kwa hiyo maandalizi yalitakiwa waijenge safina, lakini muda wa kuingia ulipofika walipaswa wote waingie. Na tuliona katika zile siku 7 za mwisho ndipo Nuhu anaambiwa na familia yake aingie ndani ya safina. Lakini nini kilikuwepo? Tunaambiwa ndipo kilikuwa ni kipindi ambacho watu waovu walizunguka safina. Makundi. Kila kundi likileta matusi na kuwacheka waliokuwa ndani yake. Lakini tuliona pia ni kipindi ambacho kulikuwa na utulivu kiasi kwamba walizani kwamba kusingekuwa na gharika ambayo ingekuja. Lakini mjumbe wa Mungu anasema hiki ndicho kilikuwa kipindi cha majaribu makubwa kwao, kwa sababu wako ndani ya safina kwa maelekezo ya Mungu. Lakini hawaoni kama kuna dalili yoyote ya mvua wala chochote. Na katika kipindi kile tunalinganishwa na kipindi chetu. Tumeambiwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa ule wa 405. 405 aya ya 2. Sasa tunaishi katika siku kuu ya upatanisho. Na hii siku ndiyo inalinganishwa na kipindi kile cha siku 7 za mwisho. Maana kuhani wetu mkuu ameingia chumba cha pili, na sisi tunapaswa kuingia humo, sharti tusitoke. Tusitoke mpaka tupate ushindi. Utasoma katika ujumbe kwa vijana sura ya 17. Tusitoke katika chumba cha pili mpaka tupate ushindi. Na ndipo mtumishi wa Mungu Nuhu aliambiwa hivyo. Lakini katika kipindi hiki cha Lutu, wajumbe wa Mungu wanamwambia Ibrahimu kilio cha Sodoma kimezidi mbinguni. Na Mungu ametuagiza tushuke tukaangalie. Je, wayafanyayo ndivyo yalivyo, ama ni kama taarifa huenda ni za kusingiziwa? Lakini si kwamba ni za kusingiziwa, na huu ulikuwa ni upendo wa Mungu kwa ajili ya Lutu. Kwa sababu Lutu pamoja na kuzingirwa na uovu ule wote, hakuona haja ya kutoka ndani ya ule mji. Alipendezwa na mazingira yale. Alifurahishwa. Hakuhisi kukerwa na kuchoshwa na kuzungukwa na mazingira na ya watu wa namna ile. Kwa hiyo Mungu kwa kumpenda sana Lutu, alishuka kwenda hata kumtoa akiwa yeye mwenyewe. Maana alizani huenda angetumiwa mjumbe, Lutu asingemsikiliza. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 19 tunaenda kuona ni namna gani huu mji unaozungumzwa kipindi kile cha Lutu kulikuwa na hali gani ya Sodoma na Gomora, ambayo Yesu anatuambia inalingana na kipindi chetu. Na ulimwengu huu unakwenda kwa kasi kufikia kiwango cha mwisho ambacho Sodoma walikifikia. Lakini matokeo yatakuwa ni yale yale. Kama ilivyokuwa kwa Sodoma na Gomora, na ndivyo itakavyokuwa katika ulimwengu wetu. Katika Mwanzo sura ya 9 mstari wake ule wa kwanza kabisa. Mwanzo 9 mstari wa kwanza anasema, basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Lutu alikuwa anakaa langoni. Sasa tunakumbushwa mtu mmoja aliyekaa langoni, na huyu kukaa langoni maana yake kwa lugha ya leo tunaweza tukasema alikaa getini. Sasa lugha nyingine ni nani anayekaa getini? Ni mlinzi. Watchman at the gate. Mlinzi getini, mlinzi langoni. Tunarudishwa katika kipindi kile pia cha Mordekai.
Mordekai alisimama langoni, alikaa getini, alikuwa mlinzi wa kipindi kile. Lutu anasimama mlangoni kama mlinzi pia kwa ajili ya kipindi kile cha Sodoma. Na sijui huenda ilikuwa ni desturi yake kukaa langoni, lakini tutaambiwa kwa nini alikaa langoni. Sikia fungu la 2. Akasema, bwana zangu, karibuni na wasi, muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Katika kitabu cha Wazee na Manabii, katika sura yake ya 14, miongoni mwa miji iliyokuwa mizuri katika bonde la Yordani ilikuwa ni Sodoma, ukiwa umejengwa kama bustani ya Bwana katika rutuba yake ya uzuri. Kwa hiyo ilikuwa ni miji mizuri kabisa iliyojengwa katika kipindi kile. Mazao ya anasa yalilimwa hapa. Hapa ndipo makao ya minazi, mizeituni, zabibu na maua yalitoa harufu yake kwa mwaka mzima. Mavuno makubwa yalikuwa katika mashamba, na ng'ombe na mbuzi walifunika vilima. Uchongaji na biashara vilichangia kuufanya mji uwe na majivuno. Hazina za mashariki zilipendezesha ikulu, na wafanyabiashara wa jangwani walileta vitu vya thamani kwa ajili ya biashara. Kwa kuhangaika kidogo tu, kila hitaji la maisha lilipatikana, na mwaka wote ulionekana kana kwamba ni sikukuu. Unaona jinsi mji huu ulivyokuwa wa kupendeza. Yaani watu walifanya kazi kidogo, pesa nyingi. Hakutumia nguvu sana. Vyakula vya kutosha. Viwanja vya kufanyia anasa vya kutosha. Wanaohitaji baa zipo, mpira upo, vibanda vya sinema vipo. Yaani kila aina ya anasa ambayo ingemfanya mwanadamu kuwa na furaha bandia, ambayo leo inaitwa furaha, vilikuwepo vya kutosha. Kwa hiyo mwanadamu alijihisi akisema kama alivyosema Yerusalemu, nimeketi Malkia, sitakuwa mjane wala sihitaji kitu. Sodoma iliishi katika hali ya kuona tumekuwa na kila kitu, and we need nothing from Jesus. Hatuhitaji chochote tena kutoka kwa Yesu. Tumekuwa kila kitu tunacho. Kama chakula kipo. Na leo kuna sentensi za ajabu za watu wasio tafakari kwa kusema kwamba mwanadamu anachokihitaji ni chakula tu. Lakini tunaposoma katika kitabu cha Amos 8 mstari wa 11 mpaka 13, tutaenda kuona kwamba chakula sio hitaji kubwa la mwanadamu. Anasema, mafanikio yaliyosikika kila mahali yalizaa anasa na kiburi. Kutokuwa na kazi na utajiri huufanya moyo kuwa mgumu, ambao haujawahi kuhangaika kwa ajili ya mahitaji au kuwa na huzuni. Kupenda anasa kulichochewa na utajiri na kutokuwa na kazi, na watu wakajiweka katika kukidhi tamaa. Hiyo ni hali ya mji ule wa Sodoma, namna ulivyokuwa, uzuri uliokuwa, na huenda ndio ambao ulimpumbaza hata Lutu kusema, nikitoka hapa nitaenda mji gani mwingine mzuri wa namna hii. Huenda walizungukwa na miji ambayo haikuwa na mafanikio, na ndio maana ilikuwa inaitwa cities of plain, miji ya tambarare. Hakukuwa hata na mlima. Kama mjumbe wa Mungu anasema, ilikuwa kama bustani ya Bwana. Kila mtu alitamani kwenda. Lakini kumbe ndio mji ambao ulikuwa unakaribia kujiwa na maangamizi. Na ulimwengu kwa kadiri unavyoenda, watu wataanza kufurahia na kuona dunia mbona imekuwa nzuri. Lakini tunaenda katika wakati wa maangamizi kama ilivyokuwa kipindi cha Sodoma. Lakini tutaona kipi hasa kilikuwa katika tabia ile, kiasi kwamba Yesu analinganisha na wakati wetu. Kitabu hicho cha Wazee na Manabii anasema, alipoona jinsi wageni wa Sodoma walivyokuwa wanafanyiwa ukatili.
Lutu alifanya liwe jukumu lake kuwalinda wakati wanaingia kwa kuwapa viburudisho katika nyumba yake mwenyewe. Kwa hiyo sababu ya Lutu kukaa mlangoni ilikuwa ili awakarimu wageni waliokuwa wanaingia, wasiokuwa wenyeji wa Sodoma, kwa sababu alijua wenyeji wa mji ule walikuwa na ukatili waliokuwa walikuwa wakiwafanyia wageni. Na tutaona ni ukatili gani ambao walikuwa wakiwafanyia. Anasema alikuwa amekaa langoni wakati wageni walipofika, na alipowatazama alinyanyuka na kwenda kuwapokea na kuinama kwa upendo akisema, bwana zangu, karibuni na wasihi muingie nyumbani mwa mtumwa wenu mkalale. Walionekana kukataa ukarimu wake, wakisema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Lengo lao katika jibu hilo lilikuwa na maana mbili: kujaribu uthabiti wa Lutu na pia kujifanya hawajui tabia za watu wa Sodoma, kana kwamba walitambua kuwa ni salama kulala uwanjani wakati wa usiku. Kwa hiyo kwanza walimpima Lutu waone amedhamiria. Kumbuka tuliona kipindi kile cha usiku wa mwisho wa Adventista wa Sabato. Katika somo lile Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na kudhamiria. Tunaambiwa hivyo kwenye Pambano Kuu kurasa 514 aya 3. Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na kudhamiria, na tunaambiwa ushindi wake ni ushahidi wa nguvu ya kuomba bila kukoma. Malaika alipomwambia hebu niache niondoke kuna pambazuka, alimwambia sitakuacha mpaka unibariki. Na tunaambiwa wale ambao watangangania ahadi za Mungu kama alivyofanya Yakobo watafaulu kama yeye alivyofaulu. Na Lutu anajaribiwa hapa kana kwamba wale wajumbe wanakataa ukarimu wake, kwamba tutalala hapa, kana kwamba hawakuwa wanajua watu wa Sodoma walikuwa na tabia gani. Jibu lao lilimfanya Lutu awasii zaidi kuliko kuwaacha waende mikononi mwa wauni. Alilazimisha ukaribisho wake hadi wakakubali na wakaongozana naye kwenda nyumbani kwake. Kwa hiyo Lutu hatimaye alishinda katika jambo hili. Aliendelea kuwasii. Yaani baada ya kumwambia tutalala uwanjani, Lutu alikuwa anavuta taswira ya tabia za watu wa mji ule, ambazo kwenye ukurasa wa nyuma hapa tunaambiwa wakati wa jioni wageni wawili walikaribia lango la mji. Walionekana kama wasafiri wakija kupumzika kwa ajili ya usiku. Hakuna hata mmoja aliyeweza kutambua kuwa ndani ya watu hawa wanyenyekevu kulikuwa na hukumu kutoka mbinguni, na wachache waliota ushoga. Yaani wanapowaona sema vitu vipya hivyo vinaingia, kwa sababu waliona ni watu walikuwa wakiota ushoga. Hakuna aliyewaza kumkaribisha kwake, lakini hakuna aliyefikiria kwamba hawa wajumbe wamekuja kuangamiza mji. Na huenda kama wangejitangaza hivyo wangewazi yake kwa vicheko vya dharau mno, kwamba nyinyi watu wawili muangamize mji wote. Kumbuka kipindi cha Yesu, wakati Yesu anawaambia livunjeni ili hekalu na mimi nitalijenga kwa siku 3. Wayahudi walimziaki na kuona kwamba anawatukana. Yaani sisi tumejenga hekalu miaka 10, Suleiman alijenga miaka zaidi ya 13. Alafu yeye anasema analijenga siku 3. Lakini na hapa kama wangejitangaza wakasema sisi tumekuja kuuchoma huu mji, kuangamiza huu mji, wangechekwa. Inawezekanaje watu wawili muangamize huu mji ambao hata huenda ulikuwa na majeshi imara mno? Lakini watu walikuwa wanaota ushoga. Lutu amewakaribisha wageni, wakaingia kwake, wakafika ndani ya nyumba yake. Nini kinaendelea katika kitabu cha Mwanzo 19? Turudi hapo Mwanzo 19 na mstari wake wa 4. Anasema hata kabla hawajalala watu wa mji wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu
Watu wote waliotoka pande zote wakamwita Lutu, wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu tupate kuwajua. Sasa walikuja kutimiza ndoto zao. Tumeambiwa walikuwa wanaota ushoga. Lakini hawa ni wageni, na si wageni wa kawaida, ni wajumbe kutoka mbinguni, malaika. Kwenye Mwanzo 18 Mungu anasema, nataka nikashuhudie kama kilio kinachokuja mbinguni ndivyo kilivyo ukubwa wa uovu wanaoniletea watoto wangu kila siku ndivyo ulivyo. Na Mungu anashuhudia wajumbe wake anaowatuma kwenda kushuhudia wanataka kufanyiwa ukatili. Hiyo ilikuwa ni hali ya Sodoma. Lakini haikuwa ni hali ambayo ndio hali ambayo ilikuwa Yesu alitabiri. Tumeambiwa kwenye Review and Herald alitabiri kwenye manuscript alitabiri kuonyesha vile itakavyokuwa katika kipindi chetu. Sheria yake itakavyodharauliwa, na sheria ya Mungu inavyozidi kudharauliwa ndivyo uovu utakavyozidi kupanda katika ulimwengu huu. Lakini Mungu ana wito wa mwisho kwa ajili ya kujikana nafsi. Fungu lake la 6 nasema, Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, nawasihi niwatolee kwenu, mkawafanyie vilivyo vema machoni penu. Ila watu hawa msiwatendee neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Lakini mimi huwa ninawaza, Lutu anajua hawa watu ni wakatili. Sijui kwa nini alisema wakawatendee mema. Lakini katika kipindi fulani, katika kitabu kile cha Waamuzi sura ile ya 22, kama sijaikosea, sijainukuu vizuri, Waamuzi sura ya 22 19 mpaka 24, tunaonyeshwa watu ambao walikuwa ni mabaradhuri, waliomfanyia ukatili yule mke wa mgeni kiasi kwamba walimuua. Lakini Lutu anawaambia hawatolee hawa. Kwa sababu gani? Hakujua hata wale wajumbe ni watu gani. Kwa hiyo Lutu alikuwa anapambana kuwalinda wale ambao wamekuja kumsaidia, kumlinda yeye. Lakini ni kwa kutambua ni wageni gani alikuwa nao. Twende katika kitabu kile cha Review and Herald. Tufike hapo katika Review and Herald Mei 1, 1894. 1894 Review and Herald. Tuone mjumbe wa Mungu anatuambia nini leo. Anasema, through indulgence in sin, the world is becoming as corrupt as it was in the days of Sodom and Gomorrah. Kupitia uendekezaji katika dhambi, kupitia kujiendekeza katika dhambi, ulimwengu unakuwa kama vile ilivyokuwa katika siku za Sodoma na Gomora. And as it was in the days that were before the flood, na kama ilivyokuwa siku zile kabla ya gharika. Jesus said that this condition of society will be a sign of his coming. Anasema, Yesu alisema hali hii ya jamii ingekuwa ni dalili ya kuja kwake. Dalili gani? Kama ilivyokuwa siku za Sodoma, lakini kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Na anataja dalili kwa kunukuu Luka 17 mstari wa 27 mpaka 29 mpaka 30. Ananukuu kile kilichoandikwa na Luka katika Luka 17 mstari wa 27 mpaka 30. Hali hii inasemwa itakuwa ni dalili ya kuja kwake. Anasema, the very sins that brought upon Sodom the fire of destruction practiced today. Anasema dhambi zile ambazo zililetea Sodoma na Gomora maangamizi ya moto zinatendwa leo. And are fast ripening the world for the days of final doom.
na zinaupeleka ulimwengu kwa kasi katika maangamizi yake ya mwisho. Dhambi zile ambazo zilitendwa katika kipindi cha Sodoma na Gomora zinaupeleka ulimwengu leo katika maangamizi yake ya mwisho. Indulgence in intoxicating liquor and in licentious practice, kujiendekeza katika vinywaji vyenye sumu na katika matendo ya aibu ya ubatili, is common in our cities and villages. Ni za kawaida ama zinatendwa katika miji yetu na vijiji vyetu. And the last great day is hastening upon the world. Na siku kuu ya mwisho inaujia ulimwengu huu. Dhambi zile zilizotendwa katika kipindi cha Sodoma na Gomora, unywaji wa vinywaji vyenye sumu, lakini na matendo ya tamaa ya aibu, matendo ya tamaa ya aibu yanatendwa katika ulimwengu wetu leo, ni ya kawaida katika miji na vijiji. Lakini anasema yanaupeleka ulimwengu kwa kasi katika maangamizi yake ya mwisho. Lakini tutaenda kuona hayatendi tu katika ulimwengu, lakini yanatendwa ndani ya makanisa. Katika Mwanzo, tuendelee katika Mwanzo 19. Mwanzo 19. Ni kitu gani ambacho Mungu anazungumza na sisi kama wito wake wa mwisho kwa ajili ya kujikana nafsi kwa maangamizi yanayokuja? Alikuwa na wito huo kwa Nuhu, alikuwa na wito huo kwa Lutu, ana wito huo kwetu. Mwanzo 19 mstari wa 9 anasema, baada ya Lutu kuanza kuzungumza na wale wageni kwamba naomba niwatolee watoto wangu, mabinti zangu basi, ili msiwafanyie ushoga hao wageni waliokuja kwangu. Nini walimjibu? Wakasema ondoka hapa. Waliamua kumfukuza kabisa. Hawakutaka kusikiliza mawazo mengine. Ni kuonyesha ni hali gani ulimwengu ule ulitosheka, kwamba hatuhitaji mashauri mengine, hatuhitaji kitu kingine, tunahitaji kutenda vile tunavyofikiria na hatuhitaji kuzuiliwa. Aliyekuwa na wazuia walihitaji kumuondoa ili wasitende kwa uhuru. Kisha wakasema, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kutuhukumu. Sema huyu Lutu tumemkaribisha tu, yeye sio mzaliwa wa hapa, kumbe anataka kutuhukumu kwa kile tunachokifanya. Leo kuna ile tabia, mtu akiambiwa kile ambacho anakifanya kinyume na Mungu, anasema usinihukumu, Mungu ndiye mtoa hukumu. Ni tabia ile ile iliyozilishwa katika kipindi cha gharika. Maonyo leo yanaitwa hukumu. Maana Lutu alichokuwa anakifanya ni kutoa onyo kwao, lakini walikiita nini? Ni hukumu. Na leo wajumbe wa Mungu wanavyotoa maonyo kwa ajili ya kizazi hiki, kwa ajili yao na kwa ajili ya ulimwengu, wanaambiwa mna hukumu. Hamna aliyekamilika, usihukumu. Lakini ni hukumu ama ni maonyo? Lutu aliambiwa hivyo. Anasema fungu la 9, basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo Lutu, wakakaribia wavunje mlango. Kwa hiyo wakasema sasa kibao kinageuzwa, tunakufanyia wewe. Lakini huyu mlinzi, uone namna ambavyo pia alikuwa na ujasiri, hakutaka akimbie, kwa sababu alitaka awasaidie hawa waliokuja kama wageni kwake. Mlinzi aliyesimama langoni, aliyekuwa akisimama daima ili kuwasaidia wageni waliokuwa wakiingia Sodoma, kuwahurumia wasiojua tabia ya wageni wale. Huenda kama alikuwa anakuja kununua vitu, yamkini alikuwa akiwatembeza mpaka warudi kwa sababu ya tabia ya watu wa Sodoma. Fungu la 10 nasema, lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamwingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango. Sasa kumbuka katika kipindi kile cha kipindi cha Nuhu, wakati Nuhu anaambiwa aingie na familia yake, nini kilifanyika? Malaika walishuka wakaufunga mlango. Kwa hiyo kila kipindi
kulikuwa na rehema, lakini kulikuwa na ukomo wa rehema. Katika kitabu kile cha Wazee na Manabii, Wazee na Manabii sura yetu hiyo hiyo ya 14, sura hiyo hiyo ya 14, nini Mungu anazungumza na sisi katika kipindi hiki? Wazee na Manabii anasema, miale ya moto iliyoangamiza miji ya mabondeni ilitoa nuru ya maonyo pote, hata katika wakati wetu. Tunafundishwa somo kuu la kuogofya kwamba wakati rehema za Mungu huwa na uvumilivu huwa na uvumilivu wa muda mrefu kwa muasi, kuna mwisho ambao wanadamu hawawezi kuvuka katika dhambi. Hilo wakazi wa Sodoma hawakulitambua. Wakati rehema za Mungu zinamvumilia muasi, zinatuvumilia tunapomuasi Mungu kwa muda mrefu, lakini kuna mwisho ambapo hatuwezi kuvuka katika dhambi. Wakati mwisho huo umefikiwa, ndipo utoaji wa rehema unaondolewa na hukumu kuanza. Kwa hiyo hilo hawalikutambulika kwa wakazi wa Sodoma, kwamba kuna kipimo kimewekwa kwa ajili ya mstari wa mji, lakini si kwa mji. Kuna kipimo ambacho kimewekwa kwa ajili ya kila mwanadamu kukifikia, na kipimo hiko kinachovukwa, rehema ya Mungu haitakuwa na msaada tena kwa huyo mwanadamu. Na ndipo tunaona watu kadhaa ambao ndani ya Biblia walifungiwa hata rehema zao wakiwa bado wanaishi. Tunakumbuka mfalme Sauli, lakini tunamkumbuka Herode, tunamkumbuka Pilato. Wengi ambao walifungiwa wakiwa bado wanaishi, kwa sababu kulikuwa na mstari ambao umewekwa kwa kila mwanadamu kwa ajili ya rehema yake. Kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa ule wa 441, aya yake ya 2, tumeambiwa kwa kila kizazi watu wamepewa siku yao ya nuru na upendeleo, muda wa matazamio ambao wanaweza kuutumia kwa ajili ya kujipatanisha na mbingu, lakini neema hii ina mpaka. Rehema inaweza kusii kwa muda mrefu, ikapuuzwa na kukataliwa, lakini hufika wakati ambapo rehema hutoa wito wake wa mwisho, na huu ni wito wa mwisho wa kujikana nafsi, kwa sababu kila kizazi kuna siku ambazo kizazi hiko kimepewa kwa ajili ya siku zao za nuru na upendeleo. Siku hizo zilikuwa zinaikaribia miji ya Sodoma, na wakazi wake hawakujua. Waliendelea kufurahi na kula anasa, kwa sababu hawakuwaza kwamba kuna kitu kingine chochote kingetokea kwa ajili ya kuvuruga amani yao. Na Lutu anapowaonya, wanamwambia unatuhukumu. Na yeye aliamua kupambana kiume. Kama tulivyoambiwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 423, aya ya mwisho ya sura ya 30, tumeambiwa ukweli kwamba Kristo ameshinda. Unapaswa kuchochea ujasiri kwa wafuasi wake kupambana kiume vita dhidi ya dhambi na shetani. Na Lutu aliamua kupambana kiume dhidi ya watu hao katili wanaotaka kuwafanyia ukatili wageni wake, na hatimaye Mungu alimhurumia kupitia wajumbe aliyowatuma, akamvuta Lutu kuingia ndani na mlango ukafungwa. Nini kiliendelea? Sikia katika ukurasa ule katika fungu lile la 11. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Kwa hiyo baada ya mlango kufungwa, wale wakazi wa Sodoma ambao walikuwa wakimuinda Lutu kwa ajili ya kumfanyia ukatili, walipigwa upofu. Na baada ya kupigwa upofu, walianza kuutafuta mlango, lakini hawakuona. Na cha ajabu, walipokuwa wakitazama nyuma, njia ilikuwa inaonekana. Na hichi ni kipindi ambacho ulimwengu utafikia wakati ambapo hautakuwa na mtu kwa kuonya. Kwa hiyo fanya unachokitaka, fanya unachokiona kwako ni chema. Hakuna mtu atakayesema acha. Kwa ukiona barabara ya kurudi nyuma kumwasi Mungu inawezekana,
lakini utaona kila njia ya kumwendea Mungu inafungwa na hakuna fursa nyingine. Siku hiyo ilifikia Sodoma. Siku hiyo ilifikia Sodoma na hawakuona namna ya kutoka katika jambo hilo. Katika kitabu hiki cha Wazee na Manabii, nukuu ambayo unaweza ukaisoma pia, wale watu walipigwa upofu kiasi cha kuto kugundua udhaifu wao wa kiroho ulikuwa wapi. Kwa hiyo hawakuweza kuuona mlango, lakini hawakuweza kutambua uovu wao. Wangepigwa upofu tu wa kimwili, tunaambiwa hapo, wangeweza kutubu, kwa sababu wangeona hili jambo si la kawaida, halijawahi kutokea. Lakini kwa sababu walipigwa pamoja na upofu wa kiroho, hawakuweza kutubu. Na sababu ya kupigwa upofu wa kiroho, kwa sababu walipewa siku za kujiandaa, hawakuzitumia. Ndivyo tunavyoambiwa kwenye nukuu hiyo ya Pambano Kuu, muda wa matazamio, ukurasa 514, muda wa maandalio unatolewa kwa watu wote ili kujiandaa kwa ajili ya wakati huo. Lakini muda huu kama tusipoutumia kama walivyofanya wao, muda wa taabu unapofika, hatutaweza kupata kimbilio, kwa sababu muda tuliopewa kujiandaa hatukuutumia. Ulimwengu wa kipindi cha Sodoma na Gomora ulifika katika hatua ambayo uvumilivu wa Mungu usingeendelea kuwangoja tena. Tumeambiwa kwenye kitabu kile cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 11, wakati ambapo Mungu anatutumia ukweli na tunaukataa, rehema za Mungu zinatuacha na tunaachwa kufurahia uongo ambao utatupeleka katika maangamizo. Tusome katika kitabu kile cha Warumi, kitabu cha Warumi sura yake ya kwanza. Warumi sura ya kwanza na mstari ule wa 24. Warumi sura ya kwanza mstari wa 24. Neno la Bwana linasema, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa zao, katika tamaa za mioyo yao, wautafute uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Hiyo ilifika katika kipindi cha Sodoma, lakini tunaambiwa leo dhambi ile iliyotendwa katika kipindi kile inatendwa katika ulimwengu wetu leo. Na leo tunaambiwa uovu unaotendwa leo huenda hata tunaenda zaidi ya Sodoma. Kwenye kitabu hiki cha Wazee na Manabii ukurasa wa 156 tunaambiwa jambo hilo. Anasema, kulikuwa na tofauti gani kati ya maisha ya Ibrahimu na ya Lutu? Wakiwa pamoja wakiabudu katika madhabahu, wakiishi jirani katika kuhamahama ndani ya mahema yao. Lakini kwa jinsi gani walitofautiana walivyotengana? Lutu alichagua Sodoma kwa sababu ya raha na kipato. Tunarudishwa nyuma jinsi Ibrahimu alimuonya Lutu walipofikia hatua ya kuwa na mifugo mengi. Tunajua hivyo jinsi walivyogombana na baadaye wakaamua kutengana ili kuepusha yale magombano. Lakini Lutu alichagua bonde lile ambalo lilikuwa bustani ya uzuri, bustani nzuri ambayo ilikuwa kama bustani ya Mungu kwa wakati ule, na ndipo aliona vema kuweka makao yao. Lakini katika eneo aliloenda alijiweka katika majaribu ambayo baadaye ilimlazimu kujikana nafsi, kuacha kila kitu ndani ya Sodoma, kutoka bila kitu. Turudi ukurasa wa 152 wa kitabu hiko cha Wazee na Manabii. Anasema mkombozi wa ulimwengu anasema kwamba kuna dhambi kubwa zaidi ya zilizosababisha Sodoma na Gomora ziharibiwe. Kumbe ziko ambazo ni zaidi, na hizi zinatendwa katika ulimwengu wetu. Tunaenda kuona wale wanaosikia wito wa kumwita mdhambi ili atubu na hasikii ni wakosaji mbele za Mungu zaidi ya wakazi wa bonde la Sidimu.
Kumbe tunapoitwa kwa ajili ya wito wa kuachana na dhambi na tusisikie, tunakuwa na uovu zaidi ya Wasodoma. Pamoja na kwamba walikuwa ni watu waliopenda ushoga na kuvunjiana heshima miili yao, lakini pale miito ya Mungu inapokuja kwetu kwa ajili ya kutuita kuachana na dhambi, tusiposikia tunatenda uovu zaidi ya Wasodoma. Na bado dhambi kubwa ni kwa wale wanaojifanya kumjua Mungu na kutunza amri zake, huku wanamkataa Kristo katika tabia zao na maisha yao ya kila siku. Tunamkiri Kristo, lakini kupitia maisha ya kila siku. Tumeambiwa kwenye kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 23, mtu anayetaka kunifuata, moja, ajikane mwenyewe, lakini ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa maana ya kwamba maisha ya kila siku ni lazima yawe yale ambayo yanakiri Ukristo. Lakini tunaambiwa dhambi ambayo ni kubwa leo ni kwetu sisi tunaodai kuwa tunamfuata Kristo, lakini tunaodai tunatunza amri zake. Na hii specific tunasema hawa wanazungumziwa watunza Sabato, Waadventista wa Sabato. Sababu leo hakuna kanisa linakubali kutunza amri zote. Makanisa yote ya Jumapili yamekataa amri ya utunzaji wa Sabato kwa wazi. Kwa hiyo hapa tunapoambiwa wanadai kumjua Mungu na kutunza amri zake, kwa hiyo tunaweza kusema bado kuna dhambi kubwa kwa Sabato, wanaodai wanatunza amri za Mungu, tunaodai tunaotunza amri za Mungu, huku wanamkataa Kristo katika tabia zao na maisha yao ya kila siku. Katika nuru ya onyo la Mwokozi, angamizo la Sodoma ni fundisho kubwa, sio tu kwa wale wakosaji kwa dhambi za wazi, lakini kwa wale wasiothamini nuru toka mbinguni na umuhimu wake, ambao tumeona kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 286 aya ya kwanza. Katika sentensi ya mwisho tunaambiwa kwamba ni wale tu ambao hawampendi Mwokozi ndio wanaotamani abakie huko mbali, na hautakuwepo ushahidi mwingine wa mwisho kuonesha kwamba makanisa yamejitenga kutoka kwa Mungu zaidi ya chuki, hasira na uadui vinavyoamshwa na huu ujumbe uliotumwa kutoka mbinguni, ambao ujumbe huu tunaambiwa ni dhambi kubwa tusipothamini na kuona umuhimu wake. Ujumbe gani? Ujumbe wa malaika yule wa 3, straightforward testimony. Ni ujumbe ulionyooka kwa kanisa la siku za mwisho. Je, tunaona umuhimu wake? Ujumbe unapotuita kufanya matengenezo ya afya, jibu linakuja nini? Huo ni ushupavu. Mnajiletea taabu kabla ya wakati. Na hawa wanaozungumza si watu ambao hawaeleweki, ni watu wa juu, wanaoitwa wa juu, wachungaji, viongozi, ndio wanaoitwa hivyo. Lakini hiki kilifanyika kabla kipindi kile cha Sodoma. Twende katika kitabu cha Review and Herald. Review and Herald March 31. Tufike hapo Review and Herald. Unaweza kaandika March 31 1910. March 31 1910, paragraph ya kwanza. Anasema, in this age of boosted enlightenment, the Christian church is confronted with a weary line in midnight cry. Katika ulimwengu huu uliopewa nuru, ulioangazwa, makanisa ya Kikristo yanasukumwa na ulimwengu ambao huko katika giza la usiku wa manane. Almost all given over to idolatry. Anasema ambao kwa kiasi kikubwa
umetolewa katika ibada ya sanamu. A well-known universal disregard of the law of Jehovah is rapidly making the world like the cities of Sodom and Gomorrah. Upuuziaji wa jumla wa sheria ya Yehova unaopeleka ulimwengu kwa kasi kuwa kama miji ya Sodoma na Gomora. Yani ulimwengu kwa ujumla, upuuziaji wa sheria. Kama ni uhalifu wa Sabato, sio jambo la kuficha, ni la wazi. Tumeambiwa nyuma, kama ni uzinzi wa kiroho kimwili, sio jambo la kuficha, ni la wazi. Kama ni wizi, ni wa wazi. Kama ni matusi, ni wazi. Yani ulimwengu kwa ujumla katika udharau kwa sheria ya Yehova unaupeleka ulimwengu kwa kasi kuwa kama miji ya Sodoma na Gomora. Anasema, as in the days before the flood, violence is filling the land. Kama ilivyokuwa siku kabla ya gharika, machafuko yanaijaza nchi. Gambling and robbery are coming to be common evils. Kamari. Leo kuna kamari za kisasa. Kamari na ukabaji umekuwa kama dhambi za kawaida. Sport pesa, tatu mzuka, na madude ya makoloboi, sijui ni madude gani, madubu sijui anahitaji. Kwa hiyo watu wanaenda, anakuwa na kimyambili chake, anatumbukiza humo. Yani ulimwengu unarudishwa kama Sodoma, kazi kidogo, pesa nyingi. Online marketing, online betting, gambling, robbery, unyang'anyi na kamari umekuwa kama uovu wa kawaida katika jamii ya siku za mwisho. The use of intoxicating liquor is on the increase. Anasema matumizi ya vinywaji vyenye sumu unaongezeka. Leo ni vingi mno. Mjumbe wa Mungu Hosea katika kitabu cha Hosea 4:11 alisema uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za mwanadamu. Leo kuna divai kileo, mvinyo, sijui bia, wine za kila aina, lakini kuna zile zinaitwa fresh. Hizi zote ni intoxicating liquors, vinywaji vyenye sumu. Soda ziko za kila aina, lakini tunaambiwa matumizi ya vinywaji hivi ambavyo vinaitwa vinywaji baridi, ambavyo vimeletwa kama moja ya mbinu ya mpango wa Umoja wa Mataifa, umoja wa afya duniani, kama mpango wa kupunguza idadi za watu ulimwenguni, leo zinapendwa hata na wale wanaodai wanasubiri marejeo ya Yesu. Na kwa namna ya pekee ni hivi: kila soda moja unapoitumia unasapoti mpango wa Umoja wa Mataifa wa kupunguza idadi ya watu duniani. Na lazima udaiwe hata kama utainunua fresh 100. Anasema many who have followed their own unsanctified will, wengi ambao wamefuata mawazo yao wenyewe yasiyotakaswa, seek to end their unprofitable lives by suicide. Wanatafuta kuhitimisha maisha yao yasiyo na faida kwa kujinyonga. Kwa hiyo baada ya kufuata mawazo, unafikia kipindi kwa kujiua. Matumizi ya vinywaji vyenye sumu ndivyo vinawaongoza watu kujiua. Kila unapokunywa kinywaji chenye sumu, unafanya jaribio la kujiua. Iniquity and crime of every order are found in high places of the earth. And anasema uovu na uhalifu wa kila aina unapatikana
katika sehemu za juu za dunia yetu. And those who are sent to this realm are seeking to shield the guilty ones from punishment. Anasema na wale ambao wanaenda katika makosa haya wanatafuta kuimarisha hatia ya watu hao waovu katika adhabu. Na leo unaona muuzaji wa soda, mzalishaji wa juisi zinazowekwa sumu anakuwa na kesi, anatetewa mahakamani. Lakini huyu ni muuaji wa hadharani kabisa, si wa kujificha, muuaji. Lakini anapofanya kosa anatetewa mahakamani. Not 100% of the corruption that exists is being made plain to the world. Anasema not 100% of the corruptions that exist is being made plain to the world. Anasema sio mamia ya uhalifu unaotokea katika ulimwengu wetu, unaowekwa wazi katika dunia. Yaani uovu wa namna hii, na unakuta viongozi wa serikali wanautetea. Na ndio watu ambao wanahamasishwa tujenge viwanda vya nini? Juisi za sumu, soda za sumu, sukari za sumu, na zile zinazopigiwa kampeni muda wote. Hazifanyi kuwa wazi kwamba huu ni uovu. Na haya maisha ndio yaliyokuwa katika kipindi kile kabla ya gharika, kipindi kile cha Sodoma. Lakini Mungu ana wito wa mwisho wa kwetu kwa ajili ya kujikana nafsi. Na tunajua mfalme Konstantino anarejea. Sheria ya Jumapili inarejea. Tuna wito wa mwisho hasa kwa wale tunaozijua kweli hizi zote. Little of the cruelty that is carried on is known. Ni ukatili mdogo tu ambao unafanyika unajulikana. Ndio maana mahali fulani mjumbe wa Mungu anasema uovu unaotendwa na Babeli, watu wanaouawa kama matunda ya Babeli, utajulikana tu siku ile ambapo nuru ya milele itafunguliwa. Siku ile ambapo hukumu itawekwa, ndipo tutajua idadi ya roho za watu waliouawa kwa ajili ya Babeli. Na tunapozungumzia Babeli leo tunazungumzia mamlaka ya Papa kwa upana wake kote ilipoenea. Kwa sababu leo mtu anapozungumza mamlaka ya Papa, usitegemee tu inashikilia mamlaka ya kanisa Katoliki peke yake, imeshikilia kila nyanja inayogusa maisha ya mwanadamu leo. Kiuchumi, kisiasa, kijamii. Lakini huko kote tumeambiwa katika Ufunuo 17 mstari wa 2, mstari wa 3, mstari wa 4, mstari wa 5, mstari wa 6, Babeli anatajwa amelewa kwa damu za watakatifu. Uwaji, ishara ya uwaji. The wickedness of men has almost reached its limit. Uovu wa wanadamu kwa hakika umefikia kipimo chake cha mwisho. Nini kinafuata? Maangamizo yanakuja. Kwa sababu uovu wetu unaenda kufikia kipimo cha mwisho cha uovu huu. Tunaporudi katika kipindi kile cha Sodoma na Gomora. Kipindi kile cha Sodoma na Gomora, watu wa mji wote, wakubwa kwa wadogo, vijana kwa wazee, walikuja mlangoni kwa Lutu. Na wote walikuwa wanahitaji kitu gani? Kufanya ushoga. Kwa hiyo ilifikia kipindi ushoga ulipendwa katika Sodoma yote. Na hii ilikuwa ni dalili ya kuonesha kwamba maangamizo yao yalikuwa yanakuja. Lakini je, katika ulimwengu wetu leo hatuoni hayo? Katika chapisho hilo ambalo unalisoma, naweza nikakusomea ni kitu gani ambacho walikuwa kikizungumza. Wanasema mwezi wa historia ya LGBTQ 2025. Mwezi wa historia, tunapozungumzia LGBTQ ni jamii ya mashoga, wasagaji, waliobadilisha jinsia na makundi yote ya uchafu. Kwa hiyo shetani leo ameunda kundi kabisa. Sikiliza huu mwezi wao 2025. Mwaka huu unaadhimisha miaka 20 ya mwezi
wa historia ya LGBTQ. Februari ni mwezi wa historia ya LGBTQ. Kwa hiyo ilikuwa ni mwezi Februari. Maadhimisho ya mwezi mzima ya historia ya wasagaji, mashoga, watu wa jinsia mbili na waliobadili jinsia, na historia ya haki za mashoga na harakati zinazohusiana na haki za kiraia. Watu wa jinsia mbili, bisexual, tunazungumzia wale ambao wanafanya ushoga lakini na wakati mwingine yani anafanya ushoga na mwanaume, anafanya tena na mwanamke. Bisexuals. Na haya leo tunaona na yanapigiwa kampeni kwamba ni haki yao. Sina watu wa chini, ni watu wale wanaozaniwa kuwa ni watu watakatifu, watu wa dini. Lakini kwa neema ya Mungu leo, kwa sababu huu ni wito wa mwisho wa kujikana nafsi, tutayazungumza hayo yote ili yule ambaye anatamani kuokolewa katika wakati huu apige hatua pasipo kuogopa. Hatuna muda mwingi. Tulisoma katika kitabu cha Hell Writings chapter 47 paragraph 2. Maandiko ya awali, ukurasa wa 43 aya ya kwanza. Ama ukurasa kwa wale wa Kiswahili, ukurasa wa 44 utaangalia aya ya pili. Tumeambiwa bado tuna muda kidogo sana wa kumtumikia Mungu. Hatuna muda mwingi kwa ajili ya kujifunza haya. Muda si mrefu hata hii media unayoangalia itaenda kuondolewa. Katika Lady Bridge tunajivunia kuwa wakati maalum wa kusherekea na kukuza usawa na tofauti kwa manufaa ya jamii tunazoishi. Mandhari ya mwezi wa historia ya LGBTQ 2025 ni uharakati wa mabadiliko ya kijamii. Katika historia ya watu wa LGBTQ wamekuwa wanaharakati na kusaidia kuunda mabadiliko ya kijamii, kuendeleza jamii kwa kila mtu. Yani hao watu ni watu wanaambiwa wanaleta mabadiliko ya kila jamii, na tunavozidi kwenda mbele itafikia kipindi ulimwengu mzima utakubaliana na mawazo yao. Kila ambaye atakataa rehema ya Kristo atakubaliana na maazimio ya hawa jamii ya LGBTQ. Itabidi akubaliane nao tu. Mwaka huu 2025 tunafanya kazi kwa ushirikiano na Lady Bridge, Rainbow Community, shirika linalofanya kazi na LGBTQ, watu wanaoishi kufanya kazi kushirikiana au kusoma katika London Borough ya Lady Bridge ili kutoa program ya matukio ya kuvutia, ya kusisimua na utofauti. Tunatumaini utajiunga nasi kusherekea mwezi wa historia ya LGBTQ katika Lady Bridge. Kwa jina la Yesu sitajiunga nao. Ninaamini hata wewe utajiunga nao. Wanasema tunatumaini utajiunga nasi. Lakini mimi kwa jina la Bwana sitajiunga nao kusherekea hii jamii ya kumfanyia Mungu ujeuri. Lakini kuna ile wanaita Pride Month, mwezi wa fahari kwa jamii ya LGBTQ. With hundreds of floats and tens of thousands of people, the Los Angeles Pride Parade celebrates its 53rd year. Supporter Patty Gomez offers free auntie hugs along the route. Because of all the stigma and just things that are still happening where a lot of people are not accepting, and so this is a way just to show people that, I mean, they're human just like us, they bleed just like us, they love just like us, so what's the problem? As Pride celebrations grow, they are becoming more international. Yushin Young is a part of the nonprofit United Proud Women, which aims to empower women who face discrimination because of their sexual orientation or gender identity. Unasoma kwenye chapisho lako hilo la The Vision. Pride Month, sikia anavyosema. Mwezi wa fahari ni sherehe changamfu na inayojumuisha watu wote, inayoheshimu jumuiya ya LGBTQ, historia yao, mafanikio yao na mapambano yanayoendelea ya usawa. Kwa hiyo LGBTQ kama ilivyotokea Sodoma, leo inatokea kwa ajili ya kudai nini? Equality, usawa, 50-50. Na leo tunaona wimbo huu unaimbwa ndani ya makanisa.
Biblia inasema mchungaji awe ni wa kiume, mume wa mke mmoja, lakini shetani naye anasema no, na mimi nina wa kwangu mke wa mume mmoja. Haki sawa kwa wote. Na wote wanaopingana, ili usikilize kwa makini kabisa, wote wanaopingana na kanuni za Biblia na kukubali ajenda ambazo zimesukwa kuleta usawa na kueneza ushoga duniani, wanahamasisha ushoga. Yeyote anayekubali kuitwa mchungaji, askofu, bishop na vyovyote vile, lakini ni wa kike, kwa kujua ama kwa kutokujua, anahamasisha ushoga. Askofu Marian Badi wa kanisa la Washington National Cathedral, ambaye Jumanne ya Januari 21 mwaka 2025 aliibua gumzo kwenye misa ya kitaifa iliyohudhuriwa na Rais Donald Trump na familia yake baada ya kutoa kauli zenye utata. Amefunguka na kuelezea kuhusu tukio hilo, huku akisisitiza kuwa haoni sababu ya kuomba radhi kwa sababu hakufanya makosa. Akizungumza na shirika la habari la CNN, Askofu Badi amekiri kuitumia misa hiyo kuzungumzia siasa, lakini akisisitiza kwamba alifanya hivyo kwa sababu alikuwa anataka kumfikishia Trump ujumbe wa moja kwa moja. Akaongeza kuwa alitumia maneno aliyoyatumia kutokana na picha ambayo Trump amekuwa akiijenga kuhusu watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja pamoja na wahamiaji haramu, huku mara kwa mara akitumia maneno makali kuhusu makundi hayo. Nilikuwa nazungumza naye moja kwa moja. Nilikuwa namkumbusha yeye pamoja na watu wengine wote kwamba watu wamepatwa na taharuki nchi nzima kutokana na misimamo yake kuhusu makundi hayo mawili niliyoyataja, alisema askofu huyo katika mahojiano aliyofanyiwa na CNN. Watu kutoka makundi mawili niliyoyataja ni binadamu wenzetu, lakini wamekuwa wakijengewa picha mbaya kwa kipindi chote cha kampeni za Trump. Nilitaka kumfikishia ujumbe kwa njia rahisi kadri niwezavyo, nikimkumbusha utu wao na nafasi yao katika jamii. Na kama ulikuwa ujui, sasa umejua. Piga hatua. Tukio hili la kila mwaka hutumika kama ukumbusho wenye nguvu wa umuhimu wa kukubalika, utofauti na upendo. Huleta pamoja watu binafsi, mashirika na jumuiya ili kutetea haki za LGBTQ na kusherehekea maendeleo yaliyofikiwa kuelekea jamii inayojumuisha zaidi. Katika makala haya tunachunguza kiini cha mwezi wa fahari 2025, historia yake na jinsi unavyoweza kushiriki kikamilifu katika sherehe hii inayowezesha. Kwa jina la Yesu sitashiriki hata 0%. Na huu ni mwezi wa 7. Mwezi wa 6. Juni 1 mpaka 30, mwezi mzima unaitwa the Pride Month, mwezi wa fahari. Yaani ni mwezi wa jamii ya LGBTQ kujiachia, kujidhihirisha mbele za Mungu ni namna gani tunadharau na mataifa yako nyuma kuunga. Mahakama ya juu kabisa ya India Alhamisi ya Septemba 6 imeondoa marufuku dhidi ya mapenzi ya watu wa jinsia moja baada ya kampeni ya mwongo mmoja dhidi ya sheria ya tangu ya enzi za ukoloni iliyopiga marufuku ushoga. Kundi la chama cha watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja limesherehekea uamuzi wa mahakama hiyo katika miji mbalimbali ya taifa hilo la kusini mwa Asia lenye wakazi bilioni 1.25. Kiongozi wa asasi yenye kuwatetea wanaoshiriki vitendo hivyo, Vivek Anand, anasema sikutegemea hatua hii ifikiwe katika maisha yangu. Hatukutarajia kuishuhudia siku hii, lakini hatimaye tumepata haki, na kwa wakati huu sina cha kukielezea zaidi. Ofisi ya mwanasheria mkuu inasema sheria ya enzi ya ukoloni iliyokuwa inapinga ushoga nchini humo ilikuwa ikitumiwa kama silaha ya kuwadhalilisha watu wa jamii hiyo. Huenda muda wetu usitoshe kugusa mataifa kadhaa. Yale ambayo itawezekana utaona. Anasema mwezi wa fahari ni nini? 2025 hiyo. Mwezi wa fahari ni sherehe ya mwezi mzima inayotambua jumuiya ya LGBTQ.
na michango yao kwa jamii, na mchango wao mkubwa ni kuharibu jamii, lakini jamii inautambua mchango huo na kuiheshimu. Kama ilivyokuwa siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa siku kabla ya kuja kwake Mwana wa Adamu. Na wale watakao yaongea haya tunavyozidi kwenda mbele, watafanywa kama alichofanywa Lutu, watazongwa. Lakini hiyo itakuwa ni dalili kutosha kwamba rehema inaelekea kufungwa. Ni wakati wa kutambua changamoto zinazoikabili jumuiya hii na kusimama katika mshikamano wa kupigania usawa, kukubalika na haki za binadamu. Mwezi wa Fahari ni onyesho la furaha na la kupendeza la upendo. Yani ni maparedi kama hivyo unavyoona wakishangilia na kutembea kwa kujionyesha. Mwezi wa Fahari, Pride Month, ni onyesho la furaha. Yani leo uovu wa kutisha unaitwa haki za binadamu. Na uthabiti pamoja na matukio na shughuli zinazokuza ushirikishwaji, kuelimisha umma na kusherekea utofauti wa mielekeo ya kingono na utambulisho wa kijinsia. Uelekeo huu tofauti wa kingono ndio huu unaitwa ushoga. Na huu ni mwezi wao wa kufurahia, kujiachia. Na wanasema tunatumaini utashirikiana nasi. Hakuna mcha Mungu wa kweli atakayeshirikiana nao. Na kila mjumbe wa Mungu, iwe ni mchungaji, iwe askofu, ambaye amewekwa kuwachunga watu, anayeyatambua haya asiyaseme, anashirikiana nao. Unaweza ukaona moja ya makanisa, tumeambiwa katika makanisa ya Kikristo, uovu uliotendeka kama Sodoma unatendeka leo. Unaweza ukaona hilo ni kanisa la Roman Catholic, ambalo na lenyewe linaitwa kanisa la Kikristo, ambaye tunajua kiongozi wake ni Papa. Lakini nini alikitamka? Kauli ya Papa Francis kupitia makala inayoangazia maisha na kazi zake, kuwa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja wana haki ya kuwa na familia, na kwamba anadhani wanastahili kuwa na asasi za kisheria za kuwatetea. Papa Francis amesema hakuna mtu anayestahili kutengwa ama kufanywa ajihisi mnyonge kwa kuamua kuwa katika uhusiano wa aina hiyo. Najua bila shaka hilo, Angela, limezua gumzo kubwa mitandaoni. Naam, gumzo ni kubwa hasa, na kila mtu ana yake. Frank ameandika, wakati umefika wa watu hawa nao kutambuliwa. Papa huyu ni mfano wa kuigwa. Ushoga ni haki ya wanadamu, kwamba wapeni haki zao. Na huyu ndiye anayeitwa Baba Mtakatifu. Lakini hatujafichwa. Ufunuo 13 fungu la 6 tumeambiwa akafunua kinywa chake, 1, amtukane Mungu, 2, na jina lake, 3, na maskani yake, 4, na wote wakao huko. Kupinga kile ambacho Mungu alikiweka. Na tunajua kwenye kitabu kile cha Pambano Kuu, tufike hapo, nini Luther alikiongea? Kitabu cha Pambano Kuu kurasa ya 117. Pambano Kuu 117. Wewe ambaye unatazama unaweza ukasoma kupitia skrini yako. 117, kitabu cha Pambano Kuu. Nini Luther alikisema alipokutana na mamlaka hii ya upapa, ambao leo watu wanashangilia na kuogopa kana kwamba ni Mungu anayeleta ustawi wa jamii? Lakini Luther, huyu mtumishi wa Mungu, alisema kitu gani? Katika aya yake ya kwanza kabisa ya ukurasa wa 117. Wakati tangazo la papa lilipomfikia Luther, alisema ninalidharau na kulilaani. Hata ili tangazo la kusema ushoga ni haki za binadamu, wajumbe wa Mungu wanaosimama kwa ajili ya kweli za nyakati hizi, tunapaswa kulidharau na kulilaani. Anasema kama la kukufuru na la kinafiki.
Ni Kristo mwenyewe ndiye anayeshutumiwa ndani yake. Nafurahi kwa kuyachunguza mabaya hayo. Kwa sababu njema, tayari ninasikia uhuru mkubwa mno katika moyo wangu. Kwa maana hatimaye natambua kitu gani? Papa ni mpinga Kristo. Na kwamba kiti chake cha enzi ni cha shetani mwenyewe. Na ndio maana mambo kama hayo Pride Month yanafurahiwa. Mapadri leo, mashoga ni sawa. Hiyo ndio mamlaka ya Papa inavyopitisha. Papa Francis amelipitisha huko Vatican, ikiwa ni moja kati ya sheria ambayo imepitishwa kuanzia mwaka 2025. Sheria hii inawaruhusu basi mashoga kuwa ni moja kati ya watu ambao wanaweza wakahudumu katika altare. Yani ni watu ambao wanaweza wakahudumia altare ya Mwenyezi Mungu. Hii ni moja kati ya sheria ambayo Wakristo wengi zaidi duniani basi wameweza kuchukizwa na jambo hili na kuonyesha basi kutokupendezwa na kile ambacho Papa ameweza kukipitisha. Mapadri mashoga ni sawa. Ni nani anayeshutumiwa ndani yake? Ni Kristo mwenyewe. Twende katika chapisho la Review and Herald. Tuone mjumbe wa Mungu anatuambia leo. Review and Herald, Novemba 18, 1909. Review and Herald, Novemba 18, 1909, paragraph ya 3. Ninarudia tena kwa unayeandika. Review and Herald, Novemba 18, 1900, paragraph ya 3. Are your recreations such as to impart moral and spiritual vigor? Anasema maburudisho yako yanaingiza yanakupatia nguvu ya kiroho pamoja na kimaadili. Maburudisho unayofanya. Anasema will they lead to purity of thought and action? Je, yatakuongoza katika usafi wa mawazo na matendo? Impurity is today widespread even among the professed followers of Christ. Anasema uchafu umeenea katika siku zetu leo hata miongoni mwa wale wanaodai kuwa wafuasi wa Kristo. Passions is unrestrained. Tamaa hazizuiliwi. The animal propensities are gaining strength by indulgence. Unyama unapata nguvu kupitia kujiendekeza. Tabia za kinyama. While the moral powers are constantly becoming weaker. Wakati ambapo nguvu za kimaadili zinaendelea kuwa dhaifu daima. Many are eagerly participating in worldly. Wengi kwa shauku wanashirikiana na ulimwengu. Demoralizing amusements which God will forbids. Wengi wanashirikiana na ulimwengu katika anasa, katika sherehe na starehe zinazodumaza ambazo neno la Mungu zimekataza. Katika kitabu kile cha Pambano Kuu, ukurasa wa 285. 285 aya yake ya kwanza. Anasema wakati anasa za ulimwengu zinapokuwa anasa za kanisa. Na leo ndipo kinavyoendelea. Lakini ukienda katika ukurasa wa 487 kitabu chako cha Pambano Kuu, aya yake ya kwanza, anasema mstari wa kutofautisha kati ya Wakristo na makafiri hautenganishiki. Leo kanisa, dhambi za ulimwengu ndizo zinazopendwa na kanisa. Na wako katika kujiunga nao katika anasa zilizokatazwa. Na ndicho tunachoambiwa hapa leo. Thus they sever their connection with God. Hivyo wanakata uungano wao pamoja na Mungu. And link themselves with the pleasure lover of the world. Na kujiweka wenyewe katika ngazi ya wapenda ulimwengu. Za wapenda anasa wa ulimwengu. The sins that destroyed the antediluvian and the cities of the plain exist today.
dhambi zilizoiangamiza miji ile ya kipindi cha kabla ya gharika na katika miji ya tambarare zinatokea leo. Not mere in heathen lands, sio tu katika watu wa mataifa, not only among the popular professors of Christianity, sio tu kwa watu wa mataifa wala kwa watu maarufu wa maprofesa wa Kikristo, but with some who profess to be looking for the coming of the Son of Man. Anasema lakini hata kwa wale ambao wanadai kuwa wanatazamia marejeo ya mwana wa Adamu. Nao ni kina nani? Linganisha na kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23 aya ya kwanza. Wote wanaoamini ujumbe uliojengwa kulingana na msingi wa Danieli 8:14 ndio wanaoitwa wana marejeo. Na hawa ni Waadventista wa Sabato. Hakuna ambaye haamini ujumbe wa malaika yule wa tatu atakuwa ni mwana marejeo. Kwa hiyo dhambi zilizotendwa Sodoma, uovu ulioshangiliwa na watu wa makundi yote Sodoma, unafurahiwa leo hata na wale wanaodai kuwa wanatazamia marejeo ya Kristo upesi. Na tutaona ni kwa namna gani. Anasema, if God should present these sins before you as they appear in his sight, kama Mungu atawasilisha dhambi hizi mbele yako kama zinavyoonekana machoni pake, kama Mungu atawasilisha dhambi hizi mbele yako kama zinavyoonekana machoni pake, you will be filled with shame and terror. Utajazwa na aibu na utisho. Yaani kama Mungu angewasilisha kwetu leo jinsi anavyotazama uovu huu, kama vile unavyoonekana machoni pake, tungejawa na aibu na utisho na kuogopa. Unaweza ukaangalia katika chapisho hilo ili tuone kile ambacho Mungu anakizungumza. Katika chapisho hilo inaitwa Seventh Day Adventist Kinship International. Seventh Day Adventist Kinship International. Kuna title hapo anasema our community includes LGBTQ people. Kinship International hii ni jamii, ni taasisi ya Waadventista wa Sabato, kanisa. Na wanasema taasisi hii inajumuisha watu wa LGBTQ. Hawaishi hapo, tutasoma. Anasema SDA Kinship International ni jamii inayothibitisha na kujumuisha jumuiya kwa Waadventista wa sasa na wa zamani. Jumuiya yetu ya mtandaoni ni ya ana kwa ana, na ya ana kwa ana hutoa nafasi salama ambayo inaruhusu kila mtu kuwa nafsi yake halisi, kushiriki hadithi zao, kuuliza maswali na kushiriki nyenzo muhimu kwa watu kuelewa vyema zaidi matumizi ya LGBTQ. Hiyo ni jamii iko wapi? Kanisani. Mjumbe wa Mungu anavyosema kwamba dhambi zilivyotendwa Sodoma zinatendwa hata na wale wanaodai kuwa wanatazamia marejeo ya Kristo. Na hawa hatuwezi kuzungumza watu wa Jumapili, tunajizungumzia sisi wenyewe. Lakini mwingine anataka kutolea uzuru hilo. Unapozungumza haya unadhani kuna ubaya fulani. Lakini Lutu pia aliambiwa anahukumu. Lakini je, ni Lutu ndiye alienda kuhukumu Sodoma? Si Lutu. Tulisoma ni dhambi zao zililetea miji ile maangamizi. Na hata leo kitakachotuletea maangamizi ni dhambi zetu wenyewe. Kwenye Wazee na Manabii tulisoma ukurasa ule wa 103 aya ya kwanza, tuliona watu wa kipindi cha Nuhu walidai kwamba kuishi maisha ya ujumbe aliohubiri Nuhu
kulihitaji kafara kubwa sana, lakini swali lilikuja, je, kafara hiyo kubwa sana haijatolewa? Tukasoma Signs of the Times Juni 13, 1900, paragraph ya 4 na 5. Tumeambiwa Yesu alikuja kusimama mahali ambapo Adamu angesimama, na alikuja kushinda kile ambacho Adamu alishindwa kushinda, na kwa ushindi wake unamfanya kila mwanadamu atakayemtegemea Kristo apate ushindi. Kwa hiyo kafara ambao watu wa siku za Nuhu walidai kuishi maisha haya, kunahitaji kafara kubwa sana kujikana nafsi hivi, lakini swali, kafara hiyo kubwa haijatolewa? Hiyo kafara imetolewa. Unaweza ukaona hata katika picha yako hiyo. Hiyo ni lesoni robo ya kwanza 2024 ya watoto 2024. Lakini nembo gani hiyo? Ya ushoga. Na hayo yanaendelea na wachungaji wanafumba macho. Lakini masomo ya namna hiyo yanaingizwa taratibu kwa watoto. Lakini Mungu hatamani tupotee, ndio maana anatupatia wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Kuto kumsikiliza mtu mwingine yeyote isipokuwa neno la Mungu linasemaje. Leo tusiishi kama Wayahudi walivyokuwa wanafanya, kwamba imesemwa, wamesema, imekuwa ikisemwa. Lakini tunatakiwa kuishi kwa kusema kwamba neno la Mungu limesema. Ikiwa ni uongo, haupaswi kuutetea tena. Uongo ni lazima uitwe uongo, kwa sababu kila uongo ni sumu ya kuangamiza roho. Na ndio maana shetani leo anachokifanya, tumeambiwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa 486 aya ya 2. Shetani anachanganya ukweli mwingi na uongo kiasi, ili kuufanya, anaweka uongo mwingi na ukweli kiasi ili kuufanya uongo ukubalike. Lakini amesema tunaweza kuficha sumu katika chakula kizuri sana, lakini hatuwezi kubadili matokeo ya sumu hiyo, na badala yake tunaifanya ile sumu iwe na matokeo mabaya zaidi, kwa kuwa itatumika kwa upendo mkubwa mno. Chukulia mfano, binti anakuwa na mpenzi wake, anamletea chocolate. Unadhani ataipokeaje? Anaifurahia. Oh, ananipenda, ameniletea chocolate. Yaani ataenda na kulala nayo hata kitandani. Atakula moja taratibu. Kwa hiyo ile sumu inafanya kazi kwa uzuri zaidi, maana inatumika kwa upendo. Hatuwezi kubadili matokeo ya sumu hiyo. Tumeambiwa sheria ya Mungu kwenye nukuu tuliyosoma nyuma inazalauliwa na mafundisho ya kidini. Na haya ndio yanahamasishwa. Nunueni lesoni watoto wenu. Waldenses waliwafundisha watoto wao kuuchukia upapa tangu wakiwa watoto. Lakini leo shetani analeta dhana ya kwamba watoto hawaelewi. Huo nabii ni mgumu, hawaelewi. Katika kitabu cha Desire of Ages, katika sura inayosema kuwabariki watoto, utaenda kusoma sura hiyo. Ipo sentensi inasema, lakini bado unabaki kuwa ukweli ni kwamba watoto ndio wenye uwezekano mkubwa wa kupokea ukweli wa Injili. Lakini leo tunasema hawaelewi. Na ndio maana wanatengwa huko, wanafundishwa vitu ambavyo havieleweki. Mungu anatamani kitu gani leo? Review and Herald. Tunapoelekea mwisho wa somo letu Review and Herald, Mungu anatamani kitu gani leo? Huu ni wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Kurejea kwa Mfalme Konstantino. Tuliona mwanzoni ni namna gani Shetani anayapanga majeshi yake. Kama tulivyoambiwa kwenye Adventist Home, anayapanga majeshi yake kwa ajili ya pambano la mwisho. Lakini Mungu yuko tayari kuwapigania wote wanaotafuta usalama kwake. Wale ambao wataendelea kutetea makosa yaliyo ya wazi,
hakutakuwa na ulinzi kwao. Review and Herald, Mei 2, 1893. Review and Herald, Mei 2, 1893, paragraph ya 3. Review and Herald, Mei 2, 1893, paragraph ya 3. Anasema, had fathers and mothers followed the direction given by Christ, kama akina baba na akina mama wangefuata maelekezo yaliyotolewa na Kristo, we should not now read and hear of sins and crimes committed not only by adults but even by youth and children. Kama wazazi, akina baba na akina mama wangefuata maelekezo yaliyotolewa na Kristo, tungesingeshuhudia na kuona leo dhambi na uhalifu unaotendwa si na watu wazima peke yao, bali hata na vijana na watoto. The evil condition of society exists because parents have disregarded this instruction. Hali ya uovu katika jamii inatokea kwa sababu wazazi wamepuuzia maelekezo haya and neglected to train and educate their children to respect and honor the holy commandments of God. Na wamepuuzia kuwafundisha na kuwaelimisha watoto wao kuheshimu na kuitukuza sheria takatifu ya Mungu. Even religious teachers have failed to present the holy standard by which character is measured. Hata viongozi wa dini wameshindwa kuwasilisha kiwango kitakatifu ambacho tabia upimwa kwacho. Kiwango gani? Ni sheria ya Mungu. Hata viongozi wa dini, hata wachungaji wa makanisa wameshindwa kuwasilisha kiwango hichi kitakatifu ambacho tabia zetu zinapimwa. Mchungaji anamtembelea mshiriki siku ya Sabato, anakuta wali unatoa moshi kabisa, kuonyesha umepikwa muda si mrefu, na anakula. Unadhani kama si ulafu ni kitu gani? Kwa hiyo wanakuwa mstari wa mbele kuvunja maelekezo ya Mungu. Sikia, anasema, because they have ceased to respect every one of the precepts that God has given, kwa sababu wameshindwa kuheshimu kila kanuni ambayo Mungu ameitoa, which are holy and just and good, ambayo ni takatifu, ya haki na ni njema. Many have taken upon themselves the responsibility of erecting the standard in harmony with their own ideas. Watu wamechagua kuchukua wao wenyewe wajibu kwa kunyanyua kiwango ambacho kinapatana na mawazo yao. Yaani tumejinyanyulia kiwango chetu. Hiki ndio kinatufaa, ndio kinapatana na sisi na mawazo yetu. Ndivyo tulivyofanya. Anasema, and the law of Jehovah has been dishonored, na sheria ya Mungu imekuwa ikidharauliwa. This is why there is now great wide spread of iniquity. Hii ndiyo sababu ya pekee kuonyesha kwamba kwa sababu gani leo kuna ueneaji mkubwa wa uovu. This is why our days are becoming like the days of Noah and Lot. Hii ndiyo sababu ya pekee kuonyesha kwamba kwa sababu gani siku zetu zimegeuzwa kuwa kama siku za Nuhu na za Lutu. Mungu anawaita wazazi, anawaita wachungaji kusimama kutoa maelekezo kama vile Kristo anavyotoa leo. Hatutapona wala hatutaokolewa kwa kutolea uzuru makosa. Lakini Mungu ana wito kwetu, kwa kila mmoja. Kila ukweli anaotuzungumzia, anaotupatia. Hii ni dalili tosha ulimwengu unavyotokea. Haya yanayotokea leo ni dalili tosha kuonyesha kwamba rehema kwa watu wa Mungu inaelekea kufungwa.
rehema kwa kizazi hiki inaelekea kufungwa. Lakini kwa vile tuliona kuanzia sehemu ya kwanza, Mfalme Konstantino anaporejea anakuja na sheria ya Jumapili, sheria ya kulazimisha dhamiri, sheria ya kuwalazimisha watu kuabudu kilazima, si kulingana mawazo yao, si kulingana na dhamiri zao, lakini kulingana na maelekezo yanayotolewa na wakati huo. Na sheria hiyo ni sheria ya Jumapili. Je, tumejiandaa kukabiliana na sheria hiyo? Kwenye sura ya 37 ya Pambano Kuu, aya ya kwanza, tumeambiwa hivi, si wengine bali wale tu ambao wameimarishwa akili zao katika kweli za Biblia ndio watakaosimama katika pambano kuu la mwisho la siku za mwisho. Je, akili zetu zimeimarishwa katika kweli za Biblia? Au bado tunaabudu maneno ya wachungaji? Leo wengi wanakubali ni heri amtukane mjumbe kwa sababu ya kutetea maslahi ya mchungaji aliyehubiri uongo. Hakuna watu waliotuweka matumaini yao kwa wachungaji waliosimama kutetea ukweli katika kizazi chochote. Tunaporudishwa katika safari ya wana wa Israeli Misri, kwa kuwa Waisraeli hawakumfanya Mungu kuwa wa kwao, walimuabudu Mungu wa Musa. Musa alipoondolewa kwao siku 40 tu, walishindwa kumsubiri, waliabudu ndama. Na ulimwengu wa Kikristo leo, kwa sababu miungu yetu ni wachungaji na maaskofu, hatujaweka matumaini yetu katika Mungu wa kweli aliyefunuliwa katika Biblia sisi wenyewe binafsi, na kumsubiri Kristo arejee, kwa sababu tunaona kukawia. Wengi Kristo anaporudi, swali la Luka 18:8 anapouliza, je, mwana wa Adamu atakaporudi ataiona imani duniani? Atakaporudi atakuta walio wengi wanaabudu ndama wa kuyeyusha, sanamu ya mnyama. Kwa hiyo Mungu kwa vile anavyotupenda hata tamani tuangamie pasipo kututumia ujumbe wa kutuokoa. Hii ni sehemu ya pili ambayo tulikuwa tukiangalia pamoja kama ilivyokuwa siku za Lutu. Na tunaona ulimwengu wetu unasukupwa na roho ile ile. Ni ushahidi tosha kabisa, hakuna kingine. Kristo yu mlangoni. Je, tumejiandaa kukutana na Bwana wetu? Kila mmoja ni wakati wa kujichunguza, mimi binafsi, wewe binafsi, baba, mama, watoto, vijana, ni wakati wa kujichunguza kuhakikisha kwamba, je, nipo katika mstari kuhamasisha kundi hili linalomtukana Mungu? Kila kitu ambacho nitakishiriki kinachoenda kinyume na maelekezo ya Mungu, ninasimama kumsaidia shetani kupata ushindi. Lakini kwa vile tulisema kwamba tutagusa nyanja zote tutakavyoona, tutaona vizuri ni namna gani Mungu anatuita leo kama wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Ikiwa mchungaji umeyafahamu haya yote kwa miaka mingi, tunajua wako wanatamani kuzungumza ukweli, lakini huu ni wito wa mwisho wa kujikana nafsi. Kiendelea kunyamaza, Mungu atafanya wokovu kwa njia ya watu wengine. Lakini usizani ya kwamba wewe utaokolewa. Mungu alinena hivyo kwa Esther, lakini Esther ilibidi ajikane nafsi, aende mbele ya mfalme Ahasuero kwa ajili ya wokovu wa wengine. Nipende kuwashukuru wale ambao tumekuwa pamoja kupitia tangu mwanzo wa kujifunza kwetu, lakini mwisho wa somo hili ni mwanzo wa somo lingine. Tuzidi kuombeana ili mfululizo wa masomo haya, ninaamini kwa wale ambao watayafuatilia kwa uaminifu, hautakosa kitu ambacho kitakusaidia kupiga hatua katika kuishi maelekezo ya Mungu. Wale ambao watafuatilia kwa uaminifu, tutazidi kuombeana ili kile ambacho Bwana anatamani kuzungumza na sisi kupitia masomo haya kifikie katika utimilifu wake. Niwakaribishe wote tunapoenda kufunga somo hili, tupige magoti kwa ajili ya kuomba. Tutaenda kuzungumza na Mungu, wewe binafsi, mimi binafsi. Zungumza kile ambacho unadhani kwamba unatamani Bwana akusaidie kupata ushindi. Lakini kwa wale ambao wanatamani pia kupata ushauri, huwa tunaweka namba za simu. Huwa naweka namba za simu mwishoni lakini na mwanzo.
Kwa hiyo usiogope kupiga simu. Huwa nazungumza si kwa namna ya kutishana ama kwa namna ya kujiweka katika hadhi fulani. Kwa hiyo kwa yote anayetamani ushauri kwa namna nyingine, basi tunazungumza pamoja. Tunapoenda kupiga magoti, tuzungumze na Baba yetu wa mbinguni ambaye ameahidi kutupatia nguvu pale tutakapohitaji. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, tunasema asante kwa siku ya leo, siku ya pekee sana, siku ya baraka kwetu. Hakika umejidhihirisha kwa namna gani unatupenda kiasi cha kuzungumza nasi kwa namna hii. Ujumbe huu ukawe ujumbe ambao utaleta uamsho katika maisha yangu binafsi, nami ninafurahi na kuhisi kubarikiwa kupitia maneno yako kwangu. Asante kupitia msikilizaji na mtazamaji ambaye amefuatilia na kubarikiwa, lakini tusaidie maneno yako yasiishie tu katika kuyasikia, bali katupatie nguvu ya wokovu, nguvu ya neema yako, ili tukaweze kuyaishi na kupatana na kanuni na sheria zako. Tunaamini kwamba utatupatia nafasi nyingine, utatuwezesha ili masomo haya ambayo umekusudia watoto wako tuyasikie kwa ukamilifu wake kama ulivyokusudia. Ni tumaini letu sehemu inayofuata utatuwezesha kuisikia kwa mapema iwezekanavyo, ili watoto wako wanaojiandaa kusikia ujumbe huu, lakini nami pia ukatutendee kwa kadiri ya mapenzi yako. Ni tumaini letu kwamba umesikia maombi haya na kujibu kama upendavyo. Ni kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tumeomba na kutumaini. Amen.